Wakazi wa Mombasa na wasalimu wote, jina langu ni Rabin na mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, na ningependa kuhubiria neno lake kutoka kwa kitabu cha Methali. Mlango ni wa 1, mstari ni wa 20 hadi 27. Neno la Bwana lasema, hekima huita kwa sauti kuu barabarani. Hekima hupaza sauti yake kwenye viwanja vikubwa, kwenye makutano ya barabara za mji, kwenye malango ya mji hutoa hotuba yake. Enyi wajinga, mtang'ang'ania ujinga wenu hadi lini? Mpaka lini wenye mizaha watafurahia mizaha na wapumbavu kuchukia maarifa? Kama mngekuwa mmeitikia karipio langu, ningekuwa nimemimina roho yangu kwenu na kuwafahamisha maneno yangu. Lakini kwa kuwa mlinikataa nilipowaita, na hakuna yeyote aliyekubali niliponyosha mkono wangu, kwa kuwa mlipuuza mashauri yangu yote na hamkukubali karipio langu, mimi nami nitawacheka katika maafa yenu, nitawadhihaki wakati janga litawapata. Wakati janga litawapata kama tufani, wakati maafa yatawazoa kama upepo wa kisulisuli, wakati dhiki na taabu zitawalemea. Azungumzaye hapo ni maarifa. Yasemekana maarifa ana shout, anapiga kelele kwenye barabara, anapiga kelele kwenye malango ya mji, anapiga kelele, anataka kusikika. Hatapita mahali ukose kumsikia, anataka umsikie. Hatapita kando yako na upate kujua kwamba ni yeye ameongea. Maarifa anaongea, maarifa anapiga kelele, maarifa anakuita, maarifa anazungumza na wewe, anataka umsikie, anakutafuta wewe, anatafuta kwenye vishimo, anatafuta kwenye maficho, anatafuta kwenye malango, anatafuta chini underground, anasema nisikie wewe. Hatapita bila kujulikana, atajifanya ujue kwamba yeye ndio njia ya maisha. Maarifa anakuona wewe, anajua unavyoishi, anajua taabu za moyo wako, anajua taabu za roho yako. Anakuita wewe, anakuambia mimi ndio njia ya maisha, mimi ndio njia ya maisha, nisikie. Umetafuta, umeshindwa. Umetafuta kote kote, umetafuta njia za kutatua shida za roho yako, shida za maisha yako. Umepata zile ambazo zinakupa utulivu wa moyo, lakini bado una hofu ya kifo, bado una hofu ya kesho, bado una matumaini ya kesho. Maarifa ana shout, anasema nisikie. Ameona jinsi ambavyo kwa sababu ya taabu za maisha yako, kwa sababu ya shida za maisha yako, kwa sababu ya suluhisho ambazo umetafuta, ameona jinsi ambavyo umezidi katika uovu, ameona jinsi ambavyo umefanya uovu uwe haki, ameona jinsi ambavyo umesema ili niishi maisha lazima niwe katili, ili niishi maisha lazima nikuwe muovu, ili niishi maisha lazima nikuwe fisadi, ili ni survive Mombasa lazima niwe mwizi, ili nifanye hii lazima niwe mlevi, ili nifurahie lazima niwe katili, lazima niwe mzinifu kabisa. Ameona na anakuambia tazama, unakufa, hauoni unakufa, mimi ndio njia ya maisha, nisikie. Maarifa anakuambia usizime sauti ya dhamiri yako, usizime sauti ya roho yako inapokutetea, inapokujekejeli, inapokukaripia. Usizime sauti ya dhamiri,
Dhamiri nakuambia usitende hivyo, unasema la hasha, lazima niibe. Maarifa nakwambia unakufa. Nisikie. Wengi wanaishi maisha kama hayo. Wengi wameogofya kifo kinakuja. Wengi wanashangaa kazi yao katika hii maisha ni gani. Wengi wameona ubatili wa maisha. Wamesema tunakufa kesho. Kwa hivyo tufanye nini? Tufurahie tu. Hiyo tu ndio tunaweza fanya. Tujienjoy. Tupate ile furaha yote tunaweza pata, kwa sababu kesho tunakufa. Maarifa nakwambia nisikie. Nisikie. Ijulikane kwamba yeyote atakayesimama mbele ya Bwana hiyo siku hataweza kujitetea. Atakuwa katika msiba wa kujitakia, kwa sababu maarifa yuaita. Maarifa ametuma watu wake. Maarifa ametuma watumishi wake. Amepiga kelele kwenye miji. Amepiga kelele kwenye mapango. Amekuita umsikie. Amesema njia ya maisha imefanywa iwe wazi. Amesema njia ya maisha ni mwana wa Mungu. Amesema Mungu ameona ubatili wa maisha na vile binadamu hana nguvu yoyote, na akamtoa mwana wake wa pekee ili yeyote amwaminie asije akapotea, bali awe na uzima wa milele. Wengi wanadharau ukweli huo. Wengi wanakejeli ukweli huo. Maarifa anaita, anasema muamini Yesu. Wengi wana njia bora kuliko njia ambayo maarifa amewapea. Wanaona wanaweza kufunga, wanaona wanaweza sali, wanaona wanaweza kujipiga, halafu wanasema hatuhitaji kazi ya Yesu, hatuhitaji kazi ya mwana wa Mungu. Ole wako! Maarifa anakuita, anakuitikia. Hukumu hiyo siku itakuwa wazi kwa kila mtu, na hukumu ni hii: nuru imefanywa kuwa wazi, nuru imeletwa duniani, nuru imeangaziwa duniani. Yesu ametembea. Mungu amedhihirisha kwamba Yesu ni mwana wake. Ameonyesha, ametuma watumishi wake watangaze kwamba Yesu ni Bwana, watangaze kwamba hakuna njia yoyote nyingine ila Yesu. Ametuma Roho wake ili ashuhudie ukweli huu. Unasema ni wajinga, wamechanganyikiwa, hawajasoma. Maarifa anaita, hautakuwa na udhuru. Ole wako unayesikia Injili, ole wako unayesikia Yesu akihubiriwa, ole wako unajiongezea makaa, unajiongezea moto. Wanakataa nuru, si kwa sababu si nuru, lakini ni kwa sababu wamependa uovu wao, wamependa uasi wao. Huyu Yesu anaangazia uasi wao, anaangazia ulevi wao, anaangazia ukatili wao, anaangazia mioyo yao michafu, anaangazia uzinifu wao, anaangazia uovu wao, na hawataki nuru kwa sababu ya Yesu ni kweli. Kwa sababu Yesu anawaonyesha uovu wao, anaonyesha jinsi ambavyo wanaenda kupotea, ili bali watubu na wamwamini Yesu leo.
wanadharau Yesu, wanadharau watumishi wake. Wengine wanakataa hata yeye si mwana wa Mungu, wanakataa uungu wake, wanakataa yeye ndiye anayekuja kuhukumu ulimwengu huu. Wanakataa Mungu amependa ulimwengu hata akachukua mwili wa binadamu ili afe kwa ajili ya binadamu. Wanakataa kwamba Mungu amekufa, amekufa na akashinda kifo. Wanakataa Yesu amefufuka. Katika werevu wao wameonyesha ujinga wao, katika werevu wao wameonyesha upotovu wao, katika werevu wao wameonyesha mioyo yao katili. Yesu anakuja anawaambia, dhambi si matendo tu, dhambi pia ni hali ya roho. Wanakuja wanasema, oh, dhambi ni matendo tu, mimi si mzinzi, mimi si mwizi. Yesu anasema hiyo roho yako ni chafu. Ole wako. Maarifa anapiga kelele, lazima utamsikia. Na anakuambia, ewe mjinga wewe, utang'ang'ania ujinga wako hadi lini? Utaendelea mzaha wako hadi lini? Utachukia maarifa hadi lini? Utang'ang'ania kifo hadi lini? Utang'ang'ania uovu hadi lini? Maarifa anakuambia wewe, utamkataa Yesu hadi lini? Utakataa mwana wa Mungu hadi lini? Utakataa aliyedhihirishwa kwamba ameshinda kifo hadi lini? Utakufa milele. Ewe mjinga wewe, utasikilia ujinga wako hadi ufe. Maarifa anakuonya, anakuambia kwa sababu umekataa sauti yake, ile siku maafa yatakapokupata, atakucheka, atakudhihaki. Uovu wako utakuja juu ya kichwa chako wewe. Ile siku ambayo mwana wa Mungu atatokea kwenye mbingu, macho yake kama miali ya moto, amefuatwa na jeshi la mbinguni, amevaa nguo nyeupe na vazi lake limechovya damu. Kwenye paja lake pameandikwa jina, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Atakapokuja na farasi wake mweupe, utakapojua ukweli wa maneno haya, utalia, utataka mawe ya kuangukie, utataka dunia ikumeze. Ole wako, wacha nikufe, lakini nisimuone huyu Yesu niliyemkataa. Mawe yaniue, lakini nisimuone Yesu niliyekataa kwamba yeye ni mwana wa Mungu, kwamba yeye ameshinda kifo. Nimezwe, nisione macho yake ya moto. Dunia nisikie, dunia nimeze. Chochote nikatekate, nivunje, nidunge, lakini nisione macho yake, nisione macho ya mwana wa Mungu.
chochote, nipe chochote, lakini nisimuone. Nifiche kutoka kwake Yesu. Utalia mjinga wewe, utalia. Unagundua umekataa nini wewe? Unagundua kwamba unakataa rehema za Bwana. Unagundua kwamba unakataa upendo wa Mungu. Unagundua unakataa damu ya Mungu. Itakuwa utashtuka ukiangamia kakangu, utashtuka ukiangamia dadangu, utashtuka nikikwambia wewe ni mpumbavu. Waza unavyoishi kakangu, waza roho yako, ugundue unahitaji kukombolewa, ugundue unahitaji huyu Yesu. Sikia sauti ya Bwana akuitapo, sikia sauti ya maarifa anapolia, sikia sauti yake. Amesema, mungekuwa mmeniitikia nilipowakaripia, ningekuwa nimemimina roho yangu kwenu na kuwafahamisha maneno yangu. Hata kufahamisha, Mungu mwenyewe atakuhakikishia ukweli wa maneno haya. Wachana na mimi, wachana na mhubiri, wachana na mtumishi. Mungu mwenyewe atakuhakikishia kwamba Yesu ni Bwana. Na kuomba umsikie, wacha Mungu akuhakikishie ukweli huu. Na utajua kwamba umeelewa Bwana ile siku ambayo utatoka asubuhi, utoke mbio, ukimbie kwa huyo msalaba, ukimbie kwa huyo Yesu, utoke na useme nimeshikilia huyu Yesu na sitaachilia. Nipigeni, niueni, nifanyeni chochote, lakini msalaba siachilii. Hiyo ndio siku utajua umesikia sauti ya maarifa. Usikufe kaka yangu, usikufe dada yangu. Maarifa anaita, anasema Yesu, 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 Yesu. Na umwamini leo, umwamini leo. Kwa jina lake tukufu naomba. Heavenly Father, I have done what I can, my God and King. Heavenly Father, use your word, O Lord, Father, to glorify your name, my God and King. Thank you, Heavenly Father. So bad, so wonderful, from preaching.